Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport. Tuendelee kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata kila update ya kimichezo tunayokuwekea mahali hapa. Karibuni moja kwa moja tuanze na kule Liverpool, ambapo inasemekana kwamba mlinzi wa Liverpool Joe Gomez mwenye umri wa miaka 28 na mlinzi wa Nottingham Forest na Brazil Murilo mwenye umri wa miaka 23 ni chaguo mbili ambazo klabu ya AC Milan inalenga kuimarisha safu yake ya nyuma ya ulinzi. Vyombo mbalimbali vya habari vya nchini Italy vimeripoti kwamba klabu ya Liverpool imeanza mazungumzo na klabu ya AC Milan namna ya kumpata Joe Gomez. Joe Gomez amekuwa apati nafasi ya kwanza mara kwa mara kwenye timu ya Liverpool, na ndio maana sasa timu hii ya AC Milan wanamtaka wakampe nafasi na wakamfanye kuwa moja ya mabeki wao tegemeo kwenye timu yao. Kwingineko, klabu ya Bournemouth inania ya kumsajili kwa mkopo mshambuliaji wa Arsenal Ethal Nwaneri, lakini mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza aliye na umri chini ya miaka 21 anapendelea kusalia The Gunners hadi mwisho wa msimu huu, ingawa itatatizika kupata nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza. Hiyo ni kutokana na uwepo wa Bukayo Saka, Martinelli pamoja na Madueke. Hiyo inamnyima nafasi ya kuanza mara kwa mara kwenye kikosi, na yeye yuko tayari kupambana na wakongwe hao, kupambana na wachezaji hao paka apate nafasi. Hayuko tayari kuondoka kwa mkopo, ingawa Bournemouth wanaendelea kupressurize kumpata kwa mkopo kwa sababu Bournemouth wanataka kumuuza Antonio Semenyo. Kwingineko, meneja wa Crystal Palace Oliver Glasner anasema ataimarisha mazungumzo kuhusu mkataba mpya na klabu hiyo wiki zijazo kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho wa kuendelea kusalia katika timu hiyo. Pamekuwa na tetesi kwamba klabu ya Manchester United iko kwenye kutafuta kocha mpya, na huenda kocha huyu naye akakubali kujiunga nao kwa sababu pia yuko kwenye ile listi ya makocha wengi walioweza kutajwa kwamba wanaweza kupewa klabu ile, na ndio maana kocha huyo pia ameanza kuonyesha namna ya kutokutaka kuongeza mkataba mpya mapema. Labda anasikilizia hilo dili la Manchester United, labda analitaka. Tukisalia hapo Crystal Palace, mlinzi wake Marc Guéhi ambaye amekuwa akihusishwa mara kwa mara na klabu ya Liverpool, na Guéhi mwenyewe alikuwa ameshasema yeye anaitaka Real Madrid na sio Liverpool. Liverpool amerudi tena na kupeleka ofa ya paundi milioni 20 ili kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 25. Sijui Liverpool wameona nini kwa Guéhi, wanaendelea kumng'ang'ania licha ya kwamba Guéhi ni mchezaji mzuri, na mimi binafsi siwapingi Liverpool kumtaka mchezaji huyu, lakini Guéhi mwenyewe ameshasema yeye hasa matamanio yake ni Real Madrid. Ila Liverpool anaendelea kuonyesha nia kubwa ya kumtaka Guéhi kuliko hata Madrid wenyewe namna wanavyoonyesha. Kwa hiyo wamkini labda baadaye Guéhi anaweza akabadilisha nia yake akawakubalia Liverpool. Tutaendelea kupeana update, usiondoke kwetu. Kwingineko, beki wa Manchester City John Stones yuko katika mwaka wa mwisho wa kandarasi yake katika klabu ya Manchester City. Meneja Pep Guardiola anashaka na mustakabali wa beki huyo wa Uingereza mwenye umri wa miaka 31. The Times unaripoti kwamba yamkini beki huyu akataka kuondoka katika timu hiyo. Je, unamkumbuka Mario Balotelli? Unavikumbuka vituko vya Mario Balotelli? Kuna watu wanafikiri alishapotea. Mario Balotelli kwa taarifa yako bado yupo, na inasemekana hivi karibuni atajiunga na klabu yake ya 14 katika maisha yake ya soka. Kwa sasa Balotelli ana umri wa miaka 35 na anakaribia kujiunga na klabu ya UAE Al Ittihad ambayo inacheza ligi daraja la pili. Balotelli akati tamaa, bado yupo anapambana. Ni mmoja wa mastreka wazuri sana ambao aliwahi kutokea, amewahi cheza Manchester City, ameshacheza Liverpool, na ni discipline tu, nidhamu ndio iliyomnyima nafasi ya kuwa the GOAT kwenye ulimwengu, lakini alikuwa na vitu sana mguuni Mario Balotelli. Washabiki wa Manchester United wanamkumbuka kwenye kile kichapo cha 6-1, alifunga goli akafunua shati akiwa ameandika all eyes on me, always, kila kitu kwangu. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri sana. Tumalizie na beki wa Bayern Munich Upamecano amekubali kuongeza mkataba mpya. Bye bye.